Tukiachana na hayo ya bajeti ya 2026-2027 ni kwamba naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amehuzunishwa na visa vya serikali kutumia wahuni kuvuruga mikutano ya wapinzani wao, akisema kuwa sio vyema. Matiang'i akisema kuwa jambo hilo limekubaliwa kwa kiasi kikubwa na hata pesa kupewa wahuni na kuwahusika kwa muda sasa. Amehakiki kuwa serikali iliyopo sasa hivi haitafua dafu katika uchaguzi ujao bila ya kuiba uchaguzi au kuvuruga kwa kutumia wahuni. Na Wakenya wako na ile shida sisi tunajua. That data that you have, we also have it. We are polling. We have international firms. We are polling. We are seeing what the country is saying. Inji nimesema hawana nafasi ya kushinda kura tena unless sisi upinzani tukawanyike ama watumie violence na guns kujaribu kuiba kura. Tutawakubalia? Basi wafanye ukweli. Kama kuna namna ya kupembeleza watu, uchaguzi ni kupembeleza watu. And that's why sometimes I wonder, and please munikubalie, I even ask this question openly. Hao watu wanatuambia tu wao ndio vigogo wa siasa. And I keep asking myself the question every day. How intelligent and smart are they? Kama unataka kupembeleza watu wa Kisii, wakuje kukusupport siku moja. Kuwapiga na kuwaua ndio kuwapembeleza. Kutuma pesa kila wakati kwa mtu hapa analetewa pesa kila wiki. Akuje kupanga guns kuwa wa Kisii. Hiyo ndio njia utapembeleza wa Kisii wakupigie kura. Na sio sarakazi tu, tunasema kwa sababu tunajua shule iko shida. Walimu wakuu wanashindwa kuendesha shule kwa sababu hakuna pesa ya capitation inaenda huko. Sasa pesa ni kupora na kuonga watu. Hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale uwapee pesa shilingi 10,000 kila mtu, ita watu huko wapee pesa, wewe ndio mkubwa, weka watu kwa laini wapee pesa. We can't develop our country that way. Develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10.